Ilipofika mpaka hivi sasa unaweza kusema kesi imekuwa ngumu, kwa maana aliyepeleka chakula naye amekutwa na hatia, amewekwa ndani, kwa maana wote wapo ndani. Nani atakayerudisha taarifa nyumbani? Hii tunaweza tukahusisha na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kati ya bodi ya ligi TFF dhidi ya Young Africans, kwa kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Mitandaoni kumechangamka kweli kweli baada ya wao Young Africans kutease baadhi ya barua kuonyesha kwamba wanaidai shirikisho la mpira wa miguu kwa maana TFF, lakini pia tumeona CRDB Federation Cup nao wametoa barua yao wakisema kwamba wao pesa walishazitoa. Kilichokuwa kinasubiriwa ni majibu kutoka kwa wao TFF, watakuja kujibu nini. Sasa hapa nipo na majibu. Je, ni kweli Young Africans wanaidai TFF? Na kwa nini TFF hawajalipa pesa zao? Hata wewe pia unajiuliza Basi nipo na majibu hapa. Lakini kabla sija kujibu, kwanza subscribe Off Pitch TV. Mimi ni the voice of miracles. Twende sambamba nikujuze nini ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Baada ya haya yote kutokea, mkurugenzi ama CEO wa klabu ya JKT Tanzania, lakini mkuu wa idara ya michezo Clown Media kwa maana Clown Sports, Jemedali Saidi mwana wa Kazumali, yeye alifanya mahojiano na rais wa shirikisho la mpira wa miguu kwa maana TFF Wallace Karia, akihoji kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa ama kimepostiwa huko katika mitandao ya kijamii ya klabu ya Young Africans, wakisema kwamba ubingwa wao waliochukua wa kombe la FA msimu uliopita dhidi ya Azam FC, ubingwa huo ulikuwa unagharimu kiasi cha shilingi milioni 60, wanasema hawajalipwa mpaka hivi sasa. Hivyo wanahitaji kulipwa pesa zao ndio wao watakubali kucheza finali hiyo. Je, kwa namna gani wanadai? Msikilize rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF, yeye amesema vipi. Yeye amesema kwamba pesa zao za ubingwa waliomba zikatwe kama ada ya usajili kwa wachezaji wa kigeni. Michuano ya FA inayohusu ni TFF, sio bodi ya ligi. Klabu ya Young Africans pesa yao ya ubingwa waliomba ikatwe katika ada za wachezaji wao wa kigeni, alafu kinachobakia ndiyo walipwe. Pesa hizo kwa wachezaji hao wa kigeni kwa timu zao zote hadi wanawake ni kama $48,000 hivi. Kiasi ambacho kinabakia ndiyo watapewa, ila sio pesa zote za ubingwa ambazo wao wanazidai. Umenisoma vizuri hapo Labda tu nikuongezee elimu moja, kwa maana mchezaji wa kigeni akisajiliwa kuna pesa ambazo unazilipa kwenye shirikisho la mpira wa miguu. Kiasi kama kumbukumbu zangu zipo vizuri, mara ya mwisho ilikuwa ni milioni 10 au milioni 15 ama milioni 5. Kati ya hizo tatu kuna moja ndo sahihi hapo. Wamekuwa wakiboresha hizi sheria mara kwa mara, kwa hiyo unaweza kukosa jibu sahihi ni kiasi gani ambacho wao wanadai. Ukiangalia Young Africans wamefanya sajili za wachezaji wa kigeni kwa msimu huu kadhaa hivi, ikiwemo Prince Mpumelelo Dube, Duke Abuya amesajiliwa hapo katika klabu ya Young Africans. Jonathan Ikangalombo naye amesajiliwa hapo. Shedrack Isaka Boka naye alisajiliwa msimu huu, na baadhi ya sajili zingine ambazo Young Africans wamezifanya, pamoja na Cletus Chota Chama, Triple C Mwamba Lusaka na baadhi ya wachezaji wengine ambao wa kigeni. Hawa ni kwa upande wa Young Africans kwa wanaume, lakini kwa wanawake kuna baadhi pia wachezaji takriban 9 pia wamesajiliwa. Sasa Young Africans badala ya kulipa zile pesa, wao wakawa wanasema kile kiasi chao cha milioni 60 ambacho wanakidai wawe wanakatwa kwenye hizo pesa, na imefika dola 48,000 hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba TFF wao wamejitoa, wamesema kwamba hakuna kiasi ambacho wao wanadaiwa. Hivi ndivyo ambavyo wamehitimisha hivyo. Kwa hiyo je, nani mbaya, nani tapeli, nani mwizi, nani anadaiwa? Dondosha komenti yako hapo chini. Mimi tu nimeripoti kile ambacho kipo, lakini hukumu unaweza ukatoa wewe kabla tujafika mahakamani. Je, Young Africans wana haki ya kudai pesa hizo, ama ndo ile TFF wawape milioni 60 alafu ya Yanga tena waitoe hela wawalipe TFF kupitia hawa wachezaji? Nini kifanyike? Dondosha komenti yako hapo chini. Mimi ni the voice of miracles na hii
ni Off Pitch TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe, unapata yale mengi ya kimichezo. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.